rahimahullah ta'ala, na tumefika katika ukurasa wa 11. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwamba Muhammad salatu wassalam mtume wake. Wa fi qawlihi, katika kauli yake abduhu wa rasuluhu, kwamba ni mtumwa wake na ni mtume wake, raddun ala ahli al-ifrat, hii ni radi juu ya wale watu waliochupa mipaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamfikishia au wakafika kusema labda yeye ana sehemu yoyote katika uungu au ni mwana wa Mungu. Ahlul ifrat, wale wanaochupa mipaka, hii ni radi juu yao kwamba yeye hakuwa Mungu wala mwana wa Mungu wala moja katika sehemu tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Yeye bali ni abdu, mja. Hiyo ndio sifa ambayo wamesifiwa na Mola wake. Wa idh kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina, ikiwa mnashaka katika yale tuliyomteremshia mtumwa wetu. Abdi hapa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala abdina, mtumwa wetu. Akasema tena Allah subhanalladhi asra bi'abdihi, natakasika yule ambaye amempeleka mtumwa wake. Asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa, ametakasika yule ambaye amemtuma, amempeleka mtume wake usiku kutoka msikiti wa Maka mpaka msikiti wa mbali, ila al-masjid al-aqsa, mpaka msikiti wa mbali Baitul Maqdis ulioko Palestina, kutoka Maka mpaka msikiti wa Maka wa mbali ambao uko Baitul Maqdis. Kwa hivyo akatajwa kwamba ni mja. Kwa hivyo kutajwa kwamba ni mja ni radi ya kujibiwa wale wanaofanya ifrati, wakachupa mipaka kuhusiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaona labda na sehemu yoyote ile katika uungu au ana uhusiano mkubwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ambacho kwamba labda ni mwanawe. Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa hiyo, bali Allah subhanahu wa ta'ala yeye kamwita mtume wake Nabii Muhammad kwamba ni abdu, ni mja tu. Na hiyo ndio sifa yake ambayo amepewa na Mola wake. Hata aliposema Mtume sallallahu la tuturuni, msinisifu mimi katika sifa ya kuchupa mipaka. Tuturuni fa innama ana abdullah wa rasuluhu, inma ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu, mimi ni mja tu wa Allah. Kwa hivyo semeni kwamba Muhammad ni mja wa Allah na mtume wake, lakini sijui wewe ni mwezi, wewe ni jua, sijui mashavu yako yako kadha, kama ninavyosifu kwa Barazanji, ili kutoka masala ya kuchupa mipaka. Wa abduhu wa rasuluhu ni raddun ala ahli al-ifrat, ni radi yanayojeshewa na kujibiwa wale watu wanaochupa mipaka kuhusiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakampandisha cheo ambacho sio chake. Na vile vile wanajibiwa tafriti, wale watu ambao wanafanya mapungufu katika sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam au alivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika cheo chake, wao wanafanya mapungufu fi haki rasuli sallallahu alaihi wasallam, wanachupa mipaka au wanafanya mapungufu katika haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahlul ifrat, hawa watu wa ifrat wanachupa mipaka, ghalau fi haqqihi, wamechupa mipaka katika haki ya Mtume, wa rafa'uhu fawqa manzilati al-ubudiyya, wakamnyanyua mpaka katika cheo kwamba yeye anastahili ibada, anastahili kuabudiwa, na kile cheo alichompandisha mpaka ikawa anaonekana kwamba na yeye ni katika wanaofaa kuabudiwa badala ya Allah au pamoja na Allah. Wakampandisha cheo namna hiyo, rafa'uhu fawqa manzilati al-ubudiyya, wakamnyanyua cheo zaidi ya kile alichowekwa kwamba yeye ni mja tu. Na kila pahala Allah kamtaja kwamba ni mja. Kama kama abdullah yad'uhu, alipokuwa amesimama mtumwa wa Allah
wakati anamuomba Allah na kumwabudu. Kwa hivyo kaitwa kwamba ni abdu, ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul tafriti, na hawa tafriti ambao wanafanya mapungufu katika haki ya mtume, alinabadhu majaa bihi, wameyapuuza yale aliyokuja nayo mtume sallama, wameyawacha waraa dhuhurihim, wameyapuuza na kuyawacha nyuma ya migongo yao, hawana haja nayo. Hawa watu wa tafriti, yale aliyokuja nayo mtume sallama, mafunzo yake wameyatupa nyuma ya migongo yao, hawana haja nayo. kaannahu ghairu rasuli, kama kwamba mtume sallama kama kwamba si mtume wao wanapomuona. Wamepuuza alikuja nayo kama kwamba si mtume, na vile vile ni kosa hilo. Hilo ni kosa, haitakiwi kuchupa mipaka. La taghalu fi dinikum ya ahla alkitabi, la taghalu fi dinikum, enyi mliopewa vitabu msichupe mipaka katika dini yenu. Wala taqulu ala Allahi illa al-haq, na wala msiseme juu ya Allah isipokuwa mseme haki. Kwa hivyo haitakiwi kuchupa mipaka wala haitakiwi kufanya mapungufu, lakini mnatakiwa muwe wasatia, kati na kati. Mtekeleze ibada kati na kati, mfuate Mtume sallama yale aliyokuja nayo, msichupe mipaka mpaka mnyanyua daraja mbosi yake. Kumpenda mumpende, sababu ni mtume wa Allah. Kumpenda mumpende, kukuleteni uongofu, kwa hivyo mumpende. Mtume sallama akasema, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi, amini mmoja wenu imani ya kweli mpaka niwe mimi Muhammad napendeza zaidi kwake, min nafsihi wa waladihi wa walidayhi wan nasi ajmain, nipendeza zaidi kwake kuliko anavyoipenda nafsi yake, na kuliko anavyompenda mwanawe, na kuliko anavyowapenda wazazi wake wawili, na kuliko anavyowapenda watu wote. Iwe mimi Mtume Muhammad sallama napendeza zaidi kwake. Kwa hivyo kumpenda umpende, lakini usichupe mipaka chini juu ya vile alivyowekwa. Ni abdu, ni mja, wewe ukachupa mipaka mpaka ukafika katika jambo la kumwabudu. Kwa hivyo watu wa tafriti wanaoyapuuza yale yaliokuja na Mtume sallama, ambao ni watu wenye kufanya mapungufu, wameacha mbali yale yaliokuja na Mtume sallama, wakayapuuza nyuma migongo yao kama kwamba si mtume. Fa shahadatu annahu abdullah, kwa hivyo kushuhudia kwamba yeye ni mtumwa wa Allah, yani mja wa Allah. Nafyu al-ghului, hapa inakataa nini? Kuchupa mipaka. Sema yeye ni mja, hapa ni nafsi al-ghulu, kukataa kuchupa mipaka fihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'ahu, na kumnyanyua cheo, fauka manzilatihi, juu ya cheo chake na ile sehemu aliyowekwa na Allah. Kumnyanyua cheo zaidi ya pale alipowekwa na Allah, kwamba wewe ni mtume wa Allah, ni mja wake, akanyanyua cheo kingine zaidi ya hapo. Wa shahadatu annahu rasulullah, na shahada ya kushuhudia kwamba yeye ni mtume wa Allah, tatadhi al-imana bihi, ina hukumu bimaana kumwamini yeye. Ukisema yeye ni mtume wa Allah, inavyo hukumu ni kwamba kumwamini yeye, wa al-imana bihi wa ta'atuhu, na kumtii yeye fima amara, katika yale aliyoamrisha. Kwa hivyo kishaamini kwamba yeye ni rasulullah, kwa hivyo natakiwa uamini hayo na kumtii katika yale aliyoamrisha. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, alikuamrisheni Mtume sallallahu alaihi wasallam chukueni mtekeleze, na alikukatazeni jiepusheni nayo. Wa in tuti'uhu tahtadu, kama mtamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam mtaongoka. Na ukimtii Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio saada yenu duniani na akhera, ndio mafanikio yenu duniani na akhera, na ndio uokozi wenu hapa duniani na akhera. Ya ayuha nabiyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, ewe nabii Allah anakutosha, na Allah anawatosha wale waumini waliokufuata wewe. Yani Allah anakutosha, bimaana
ni mwenye kukupa nusra, na Allah anawatosha waumini wanaokufuata wewe. Bimaana wale waumini wanaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah anawatosha, bimaana atawapa ulinzi na hifadhi katika dunia yao na akhera yao. Lakini masharti tabaka wakufuate wewe, hayo ndio masharti. Asbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, Allah anakutosha pamoja na wale waumini ambao wanakufuata wewe, Allah anawatosha. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala anawatosha kwa ajili ya kuhifadhi na kuwapa ulinzi. Na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyokuja nayo, basi ni saada yako, ni mafanikio yako katika dunia hii na akhera, huwezi ukapotea. Katika hadithi ambayo rawahu Imam Tirmidhi, hadithi refu, sallallahu alaihi wasallam Aisha siku moja akamchukua Ibn Mas'ud, akamshika mkono, akamchukua. Alipomchukua akaenda naye mpaka katika mabonde ya Maka. Alipofika usiku baada ya Isha, na mnafahamu hakuna taa huko, mabonde huko kiza, hakuna taa, akampigia mstari ambao umekaa alama ya duara. Akafanya hivi Mtume sallallahu, akapiga mstari kwenye mchanga, alafu akamwambia Ibn Mas'ud, la tatarahanna khatak, usije ukaivuka hii mstari wako, usije ukavuka huu. Akamwambia usije ukavuka huu mstari wako, kaa hapa hapa. Wayatika rijalun la tukallimuhum fa innahum la yukallimunak, na watakujia watu hapa, usije ukasema nao kwa sababu wao hawatakusemesha. Huu ni usiku maalumu katika historia ya Uislamu. Kuna usiku unaitwa Lailatul Jinni, usiku wa majini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwenda kuwafundisha special siku hiyo, kwenda kuwafundisha majini, kuwafundisha majini dini yao ya Kiislamu. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume binadamu na mtume wa majini vile vile. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatujakutuma isipokuwa ni rehema kwa walimwengu wote. Kwa hivyo ni mtume wa majini vile vile na ni mtume wa binadamu. Kwa hivyo usiku huu special Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kwenda kuwafundisha majini. Akamwambia Ibn Mas'ud, usije ukavuka mstari wako huu, na watakujia watu hapa, usiseme nao sababu wao hawatusema na wewe, wewe usiseme nao. Kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam anawafundisha majini huko, wakaja pale ambao walikuwa ni majini. Walikuwa ni majini ambao walikuwa ni weusi ambao Ibn Mas'ud anasimulia radhiallahu anhu, kaannahu zuttu au kaannahum azuttu, kama kwamba ni zutu imetafsiriwa katika Tuhfatul Ahwazi, katika sharh ya Imam Tirmidhi, katika sharh ilo tafsiri kitabu cha Imam Tirmidhi, anasema zutu ni watu ka ahli Sudan, kama watu wa Sudani. Sudani kule ya kusini kuna watu ambao ni weusi sana kupita kiasi, basi ndio walivyokuwa hao watu. Nywele zao na miili yao yote ni weusi mtupu, ikawa haijulikani kama wana nguo au hawana nguo. Ndivyo walivyokuwa, wanatisha manake. Weusi wana manywea, wanatisha. Ibn Mas'ud hajaogopa radhiallahu anhu, na hajaondoka pale alipoambiwa kae. Wakawa wanakwenda lakini wanarudi mpaka alipo Ibn Mas'ud, lakini Ibn Mas'ud yuko kwenye mstari. Kwa hivyo hawaingii alipo Ibn Mas'ud. Wanafika mstari wanakaribia, lakini hawawezi wakaingia. Basi baadaye wakaondoka, thumma yasduruna ila Rasul sallallahu, wakaenda mpaka kwa Mtume sallallahu aliko Mtume, wakaondoka pale. Baadaye wakaja watu wengine ambao hawa walikuwa wamevaa nguo nyeupe nzuri. Ibn Mas'ud anasema Allahu a'lamu bihim min al-jamal, yani Allah anajua jinsi gani walivyokuwa ni wazuri. Kufika pale wakakaa, lakini muda huo ni kwamba baada ya kuondoka wale majini, usiku mkubwa, akhirul layli, mwisho usiku, yani katika usiku mkubwa tena, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku kutwa anasomesha majini. Kwa hivyo alipokuja ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam
akafika pale Ibn Mas'ud akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sijapata kulala usiku wote, mimi sijalala wote, mimi nimekaa macho sijalala. Akamwelezea habari ile ya wale waliokuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfahamisha kwamba walikuwa ni majini wale, walikuwa ni majini, tena majini wenyewe majini wakorofi. Katika riwaya nyingine naeleza hivyo. Walipokuja baadaye wakaja watu wengine, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja ni kwamba naye Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika duara lile alilolichora aliko Ibn Mas'ud radhiallahu anhu. Akaingia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka kichwa chake katika paja la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaweka kichwa chake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika paja la Ibn Mas'ud, akafanya kama ni msaada mto, maana akalala katika paja la Ibn Mas'ud, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa amelala pale usingizi. Maana Ibn Mas'ud ikawa yeye kwa macho. Kaja hao watu ambao wamevaa nguo nzuri sana, weupe nguo zao walizovaa ni watu wazuri sana. Kundi moja, wengi walikuwa, kundi moja likakaa katika kichwa, mbele ya kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kundi moja likakaa kwenye miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote hayo Ibn Mas'ud anayaona wala hajaogopa, sababu kaekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi moja wakaambizana wao kwa wao, kasema kwanza, huyu ni mtu wa maajabu mno, kwa sababu hajapata kuona mfano wa mambo aliyopewa na mtume huyu. Yeye macho yake yanalala lakini moyo wake haulala, mpigieni mfano. Wanaambiana wao kwa wao, sema mfano wake ni mfano wa Sayyid, bwana ambaye amejenga nyumba, na baada ya kujenga nyumba akaandaa na karamu, akawaita watu waje wale karamu hiyo. Kwa hivyo mwenye kuitikia wito huo atakula karamu hiyo, chakula hicho na kinywaji hicho atakula. Yule ambaye hakuitikia wito huo basi atamwadhibu au atamtesa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamka, wale watu wakaondoka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamka. Alipoamka akamwambia Ibn Mas'ud, unajua ni nani hao waliokuja, na unajua huo mfano ambao wamepiga ni mfano gani? Akamwambia Allah wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanajua. Akamwambia hakika hao ni malaika, hao ni malaika, na mfano waliopiga ni kwamba Allah mwingi wa rehema amejenga pepo, pepo amejenga akaiandaa. Kwa hivyo mwenye kuitikia wito wake kawaita waja wake waingie peponi. Kwa hivyo mwenye kuitikia wito huo walioitwa na Allah ataingia peponi, yani wale wanaofuata amri za Allah kaacha makatazo, si Allah ataingiza peponi. Na wale ambao hawakuitikia wito huo, maana wasifuate amri za Allah, makatazo wao wanayafanya, basi Allah atamwadhibu au atamtesa. Huu ni mfano ambao umepigwa. Mahali shahidi katika hadithi hii ni kwamba kaambiwa usiondoke katika mstari huu. Ni mstari miongoni mwa mistari umechorwa tu, tena katika mchanga. Kama utakuja upepo utafutika mstari ule, lakini ni mstari bi maana ni kulazimiana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kauli yake aliyosema usiondoke, hajaondoka. Nini faida yake? Faida yake ni kwamba Allah kamkinga na majini. Wale walikuwa ni majini wakorofi, ili kamkinga, hakuweza kumdhuru kwa chochote. Allah kamuokoa katika dunia hii, kumuokoa. Hivyo hii ndio ahadi ya Allah, hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah nakutosha na Allah anawatosha waumini ambao wamekufuata wewe. Kwa hivyo kila mwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam basi Allah atamtosha, Allah atamkinga, Allah atamhifadhi. Wa shahadatu annahu rasulullah, na shahada kushuhudia kwamba yeye ni mtume wa Allah, taftadhi al-iman bihi, inakuwa ina hukumu ya kwamba muamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atuhu, na hukumu vile vile kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam fima amara, katika yale aliyoamrisha yote, wa tasdiqahu, na kumsadiki fima akhbara,
katika yale aliyotolea habari. Kuna mambo ambayo ametolea habari kwamba kulikuwa na kadha au kutafanyika kadha, basi yote uyaamini. Muda uliopita au muda ujao kayatolea habari muda ujao ambao ni mambo ya miujiza. Wama kunta ladaihim yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Hukuwa pamoja nao pale walipokuwa wanatupa kalamu zao, ipi itakayoelea ili apate kumlea bibi Maryam. Sasa kazungumza mambo ya nyuma kabisa au mambo ya mbele au mambo yajayo, yote yaamini. Alika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk, ni katika habari ya ghaibu ya siri ambazo tumekufunuliwa wahai kwako. Na nyingine tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk, hizo ni katika hivi visa hivi ni katika mambo ya ghaibu ambavyo tumefunua kwako wewe, tumefunua wahai kwako. Kwa hivyo yale yote aliyotolea habari ni sawa kama iliyopita au yajayo, almuhimu yawe yamethibiti, hadithi iwe imethibiti, basi uyasadiki, uyaamini. Wajtinaba maanaha anhu, na kujiepusha yale ambayo amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watibaahu fima shara, na katika yale ambayo ameyafanya kwamba ni sheria, basi mtu ayafuate. Uyafuata yale ambayo Mtume sallallahu ameyafanya kwamba ni sheria, uyafuate. Wa qawluhu, na kauli yake sallallahu alayhi, maneno hayo sallallahu alayhi, sala ya Allah iwe juu yake. As-sala al-lugha, as-salatu lughatan, sala kilugha, lugha ya Kiarabu. Ad-du'a, sala manake ni dua kilugha. Lakini kwa hivyo naliangalia neno jinsi lilipokaa, naliangalia neno lilipokaa. Kwa hivyo wakati mwingine nakuja kwamba hapa imetumika kilugha, hapa imetumika kilugha, kwa hivyo tutafsiri kilugha. Hapa imetumika kisheria, kwa hivyo tutafsiri kisheria. Na hapa imetumika urfu, utatafsiri kiurfu. Mfahamiane? Kwa hivyo neno katika lugha ya Kiarabu au neno la Kiarabu limegawika sehemu tatu. Kuna kisheria, kilugha, kiurfu. Kwa hivyo unaliangalia pale lilipokaa, ama kwa mujibu lilipokaa katika sentence hapa lilivyo, linatafsiriwa kilugha. Hapa ilivyo ni kilugha. Kwa mfano, khudh min amwalihim sadaqatan, chukua katika mali zao sadaka. Chukua sadaka katika mali zao, chukua sadaka. Utahiruhum wa tuzakihim biha, sadaka wenyewe maana ni zaka iliyokusudiwa hapo, ili upate kuwatakasa, na hiyo zaka ipate kuwasafisha. Wasalli alaihim, ombe dua, na haina maana na wasalie. Wasalli alaihim, na ombe dua. Na hayo kabainisha hadithi ya Mtume sallallahu anapopelekewa zaka, anasema Allahumma salli ala ali fulan, Allahumma salli ala ali fulan. Kwa hivyo anaombea dua. Kwa hivyo sala lughatan ad-du'a, sala kilugha ni dua. Lakini ukisema salatan kisheria, maana ni hii ambayo inajulikana, ni hii inajulikana ambayo ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo inaanza kwa takbir na inamalizia kwa salamu. Hiyo ndio sala ya kisheria, hiyo ndio sala ya kisheria. Kwa hivyo salata lughatan ad-du'a, sala kilugha ni dua. Wasahu makila fi maana sala, na ilo sahihi zaidi iliyosema kuhusiana na maana ya sala min Allahi ala rasuli, sala kutoka kwa Allah ambayo inaenda kwa mtume wake. Tafsiri nzuri ma dhakarahu al-Bukhari ni ile ambayo ameitaja Imam Bukhari fi sahihihi, katika sahihi yake. An Abi al-Aliya, mepokea Abu al-Aliya qala, amesema. Chini kuna maelezo katika Fathul Bari, kitabu tafsiri, babu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi
hakika Allah na malaika wake yusalluna ala nabi, wanamtakia sala mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo inna Allah, hakika ya Allah, ana msifu mtume wake Nabii Muhammad. Hii ni tafsiri yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye anamsifu katika malaika ala, kama tukavyoona ndio sala ya Allah kwa mtume wake. Sawa wa malaikatahu, na malaika wao wanamtakia sala kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanamtakia kutoka kwa Allah, wao wanamtakia kutoka kwa Allah. Ina maana wao wanamuombea dua kwamba hizo sala azipate kutoka kwa Allah. Alafu wakatakiwa ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, sallu alayhi, mtakieni hiyo sala yeye mtume sallallahu wasallimu taslima, na mumsalim mtume sallallahu musallim taslima ni mafulu mutlaki, manake mumsalim salamu ambayo ni salamu nzuri, salamu ambayo inatakiwa kisheria bila kudhi. Salatullahi thanauhu, kwamba imekuja hivyo kwamba sala ya Allah ni kule thanauhu inda malaika, ni kule kumtaja kwa sifa nzuri mbele ya malaika. Wa salatul malaika dua, na sala kwa malaika manake ni kumwombea dua mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo an Abi al-Ali qala salatullahi ala rasulihi thanauhu, sala ya Allah kwa mtume wake ni kule thanauhu alaihi, kule kumsifu mtume sallallahu fil mala'il a'la, kwa malaika walioko juu. Mala'il a'la ni malaika ambao wako juu. Allah anamsifu mtume wake, angalieni kadha kadha, mtume wangu kadha. Hiyo ndio sala ya Allah kwa mtume wake. Kwa hivyo ni makosa kusema inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, kwamba Allah na malaika wake wanamsalia mtume. Sasa kama wanamsalia mtume, hiyo sala inatoka wapi? Hiyo sala inatoka wapi? Na Allah ndiye anemimina ile sala. Sasa Allah anayemsalia kutoka wapi? Anamsalia kutoka wapi? Kwa hivyo tafsiri ni kama hiyo ambayo imeelezwa, na Abu al-Ali, salatullahi ala rasulihi thanauhu alayhi fil mala'il a'la wa ala alihi. Hiyo sala na salamu iwe juu ya jamaa zake, wa ala alihi, ali shakhs. Tukisema alihi, wa hivyo jamaa wa mtu, al-shakhs jamaa wa mtu waliokusudiwa hapo, man yantamuna ilayhi bisilatin wathiqa, ni wale ambao wanaojinasibisha kwake katika kuungana kulikokuwa ni madhubuti. Yani kuna uhusiano mkubwa baina yake na hao watu wenyewe ambao ni madhubuti, min qaraba, uhusiano wa ukaribu, wanahauha, na mfano wake. Hao watu kama hao wataitwa ali fulani, yantamuna ilayhi bisilatin wathiqa, ni kwamba wanajinasibisha kwa nini? Kwa kuungana ambako kuungana wenyewe ni madhubuti. Kuungana huko min qaraba au nahauhu au wanahauha, kuungana kwa sababu ya ukaribu, kwamba huyu ni jamaa huyu ni jamaa yake, ami yake, na kuendelea na mfano wake. Wahsanu ma qila fil muradi bi ali rasul, na nzuri zaidi katika tafsiri iliyosemwa katika makusudio ya ali rasul, jamaa zake mtume sana mauna hapa waliokusudiwa annahum atba'uhu, ni wale wafuasi wake, ala dinihi, katika dini yake, dini ya Kiislamu. Wale waliomfuata katika dini ya Kiislamu, hao ndio waliokusudiwa. Kwa hivyo haingii hapo Abu Jahali, haingii hapo Abu Talib, haingii hapo Abu Lahab, sababu wao hakumfuata katika dini. Kwa hivyo lazima awe amemfuata katika ile dini. Sawa? Wa ashabihi, na iwe juu hiyo sala na salamu iwe juu ya masahaba wake mtume sallama,
wa ashabihi, na iwe juu ya masahaba wake. Jamu sahib, ashab ni jamu ya sahib, mufrad ni sahib. Idh qala li sahibihi la tahzan, kumbuka aliposema kumwambia sahibu wake la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Allah yuko pamoja nasi. Kwa hivyo sahib na jamu ni ashab. Kwa ashab jamu sahib, ashab mufrad yake ni sahib. Min atfi al-khas ala al-'am, ni katika atfu ya khas ala al-'am, bimaana ilikuwa tayari wameshaingia wa ala alihi, washaingia hapo masahaba. Kwa nini? Kwa sababu tumesema annahum atba'uhu ala dinihi, ni wale wanaomfuata katika dini yake ya Kiislamu, wote washaingia hapo. Kwa hivyo tukasema tena wa ashabihi, hii inaitwa atful khas ala al-'am. Tayari walikuwa shetajwa, alipoakaja akataja space, kama vile kusema tanazzalu al-malaikatu, katika lailatul qadr huteremka malaika, afakata ruhu fiha, na Jibril vile vile huteremka. So Jibril ni katika hao malaika, lakini akatajwa tena, akatajwa tena. Kwa hivyo ni atfu al-khas ala al-'am. Wasahabiyu, na sahaba ni nani? Huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mu'minan bihi, hali ya kumwamini, wa mata ala dhalika, na akafa na imani. Sahabiyu, kuuliza sahaba ni nani, utasema huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mu'minan bihi, hali ya kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale aliyokuja nayo, wa mata ala dhalika, na akafa juu ya imani. Kwa hivyo hii ndio tafsiri mzuri kwa sahaba ni nani. Ama kusema marra an-nabiyya, ni yule aliyemwona Mtume sallallahu, itakuwa haijakamilika, sababu kuna masahaba wengine walikuwa vipofu hawaoni, kuna masahaba wengine walikuwa vipofu hawaoni. Kwa hivyo huwezi kusema ni sawa, utamtoa katika usahaba yule ambaye alikuwa kipofu. Lakini ukisema lakia, ni tayari pamoja na upofu wake na kishaingia kwa badi sahaba, sababu tayari kakutana na Mtume sallallahu. Kukutana si lazima kuona, kukutana sio lazima kuona. Kwa hivyo man lakia an-nabiy sallallahu alayhi mu'minan bihi, hadi ya kumwamini Mtume sallallahu. Abu Lahab kakutana na Mtume lakini si sahaba. Kwa nini? Kwa sababu hakumwamini. Kwa hivyo lazima iwe mu'minan bihi, hali ya kumwamini Mtume sallallahu, huyo ndio atakuwa sahaba. Alafu wa mata ala dhalika, na afi juu ya imani. Kuna mtu ambaye ameritadi kafa, kamwamini Mtume sallallahu, lakini akafa hali ya kuwa ameritadi, alikuwa kartadi alafu akafa. Huyu haiti sahaba, huyu haiti sahaba, lazima awe anakufa katika imani. Kwa hivyo hao ndio wanahesabika ndio masahaba. Au yule ambaye alikuwa katika zama za Mtume sallallahu yupo na kamwamini, lakini ikawa hawajakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo haiti sahaba, haiti sahaba. Katika zama za Mtume yupo na anasikia habari zake, akazifuata habari zake kama Muislamu, lakini amekosa ile kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo hesabiki huyo kwa ni sahaba. Wapo wengi namna hiyo, kama Uwais ibn Amir, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimulia habari yake, akasimulia habari yake kwamba ni mtu kutoka Yemen mpaka kabila lake, ni mcha Mungu sana, mtiifu kwa mama yake, dua zake ni makubuli. Lakini ametoka Yemen kufika Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ameshafariki. Kuonana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali akakutana tena na masahaba wakubwa kina Abu Bakar na Umar, ndio kukutana. Kwa hivyo lazima sahaba akutane na Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwamini, alafu afe juu ya imani. Na masahaba walikuwa ni wengi katika hali hiyo, walikuwa walimuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa ni wengi, wengine wakafa kadha sehemu kadha, wengine sehemu kadha, sehemu mbalimbali wameenea katika ulimwengu kwa ajili ya kufikisha Uislamu. Na sahaba wa mwisho kufa ni Abu Tufail. Sahaba wa mwisho kufa
ni Abu Tufaili. Sababu Mtume sallallahu alisema katika hadithi ambayo rawahu Abu Daud kwamba baada ya miaka 100 hatobakia yoyote katika mgongo wa ardhi. Baada ya miaka 100 hatobakia mtu yoyote katika nyinyi juu ya mgongo wa ardhi. Yani maneno haya Mtume sana anawaeleza masahaba, katika wao masahaba baada ya miaka 100 watakuwa tayari washaondoka. Kwa hivyo ikawa mwisho katika kuondoka ni Abu Tufail. Wasallama tasliman mazida. Wasallama tasliman mazida. Assalamu bimaana tahiyya, maana yake ni maamkizi haya. Salamu bimaana tahiyya ni maamkizi, au salama minan naqais, au ni salama kutokana na mapungufu wa radhaili, na mambo mabaya au mambo ya aibu. Kwa hivyo hiyo ndio salamu. Bimaana ni kuwa na salama na amani kutokana na mapungufu ya aina yoyote, kutokana na mapungufu ya aina yoyote na kutokana na ubaya wowote. Wa qawluhu, na kauli yake mazidan, ismu maf'ul min ziyada. Ni ismu maf'ul inatokana na neno ziyada, wa huwa numuu, ni kuzidi kitu, yani numuu. Wa jamaa baina salati, na amekusanya hapa kati ya sala wa salami na salamu. Takusanya kati ya sala na salamu, imtithala, hali ya kutekeleza li qawlihi ta'ala, kauli yake Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, sallu alayhi, mtakeni sala Mtume sallallahu alaihi wasallam, muombe dua Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, na mumsalim salam ambayo yenye kutakiwa kisheria, yani mumsalim Mtume sallallahu alaihi wasallam salamu ambayo ni ya kisheria, salamu ya kweli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ina maana haitoshi kusema sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yote mawili yamekusanya sallu alaihi wasallimu taslima, yani sallimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana takie sala na salamu zifuatane, sala na salamu. Amma baada ya hayo, fahadha i'tiqadu al-firqati an-najiya, hii ni itikadi ya kundi lilokuwa limeokoka. Yani nini hii risala ambayo ninaiandika? Amma ba'du, fahadha ni ishara ya nini? Ya hayo maandishi ambayo anayaandika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu ametakiwa aandike risala ndogo kuwafahamisha na masala ambayo yamekuja kuhusiana na asmaullah wa sifatihi, majina ya Allah na sifa zake aliyotakiwa na mtu katika kule Iraki. Kwa hivyo kaandika hii kwamba ifaa yeye na ifaa wengine. Al-Wasitiyya ni Iraki kule. Kwa hivyo kaandika akasema fahadha i'tiqadul firqati an-najiya, hii ni itikadi ya kundi lilokoka, al-mansura, lilopata nusra ila qiyam saa, mpaka kusimama kiyama. Kwamba hii ndio itikadi ambao wakifuata ndio wataokoka watu, itikadi hii. Sababu itikadi hii katoa katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo ni sahihi. Hivyo ni kundi ambalo lenye kuokoka, na amesema kundi lenye kuokoka kwa sababu amechukua hadithi ile, taftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar, umati wangu tutafautiana makundi 73, yote hayo motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja tu. Kwa hivyo ndio akapata kundi moja hilo, bimaana ndilo litakalokoka. Ndio akasema al-firqatun najiya, ndio kundi ambalo lilokoka. Kana hii hadithi kwamba kundi moja ndilo litakalokoka katika 72 motoni, moja tu ndilo litakalokoka. Sasa ni lipi hilo? Lile ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, mithlu ma ana alayhi wa ashabi, ni mfano wa yale atakayefuata alilokuja nayo na akafuata yale ambayo yanafuatwa na masahaba wangu. Hilo ndio kundi lilokuwa limeongoka.
Na mtu anaweza akasema mimi nafuata alikuja na mtume na nafuata masahaba, lakini yule vitendo ndivyo vitakavyoonyesha. Sio kusema tu, kila mmoja anasema maneno mengi tu, lakini kweli wewe unafuata alikuja na mtume sallallahu, unafuata kweli alikuja na masahaba, sasa hivyo vitendo hivyo ndivyo vitakavyoonyesha. Ikiwa masahaba unawatukana, ni kwamba si kweli unafuata alikuja na masahaba, mbona unawatukana? Kwa hivyo ni maneno tu kusema unafuata masahaba. Kwa hivyo imepatikana al-firqatu najia kutokana ile hadithi, kulluha fi nari illa wahida, makundi yote 72 motoni isipokuwa kundi moja tu, ilo la 73. Katika hiyo 73 yote motoni isipokuwa kundi moja tu, ambalo ni lenye kufuata aliyokuja nayo mtume sallallahu na masahaba. Al-firqatu najia al-mansura, kundi ambalo limenusurika katika kuangamia, katika kuingia humo motoni, hilo limenusurika ila qiyam saa, mpaka kusimama kwa kiyama. Limenusurika mpaka kusimama kwa kiyama. Ama bado neno hili huwa linasemwa fahadhihi kalima, neno hili yuta biha huwa linaletwa intiqal min uslubi ila uslubin akhar, kwa kuondoka katika usulubu kwenda katika usulubu mwingine. Unaondoka katika usulubu fulani unaingia katika usulubu mwingine, unasema ma ba'du. Kwa hivyo ni neno ambalo huwa ni vizuri kulileta katika hutuba za Ijumaa, hutuba za kuozesha, hutuba zaidi, mazungumzo kama hayo ni vizuri, kwa sababu Mtume sallallahu alikuwa akilileta. Unatoka usulubu fulani, sasa unaingia katika usulubu mwingine, ndio unaleta mabado. Kwa maana yake mahama yakun min shay'in, vyovyote itakavyokuwa katika kitu. Mahama yakun min shay'in, wote itakavyokuwa katika kitu, wa yustahabu al-ityanu biha, na inapendeza kulileta neno hilo mabado. Wa dhikruha kathiru fi sunna, chini ya kumeleza imetajwa sana katika sunna. Mithalo fi al-Bukhari, mfano katika Bukhari iko katika hadithi 7197, na wa Muslim na Imam Muslim hadithi 1781 imetajwa hiyo neno ama bado. Kenda ukifungua hapo utaliona. Fil khutba wal mukatabat, katika khutba mbalimbali na maandishi mbalimbali kuandika, basi imetajwa hayo, na ni vizuri kuileta kitila bin Nabii sallallahu aliyekumfuata Mtume sallallahu haitokana yafalu dhalika, katika hali ambayo Mtume alikuwa akifanya hivyo. Mtume sallallahu akifanya hivyo, hata katika kuandika barua alikuwa akifanya hivyo, akiandika mabado. Alipoweka mkataba baina yake Mtume sallallahu na Makuraishi, aliandika mabadu fahadha ma wafaqa alayhi Muhammad sallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraishan. Ama baada ya hayo, haya ndio waliofikiana na waliokubaliana Muhammad ambaye ni mtume wa Allah, waliokubaliana na Makuraishi. Kwa hivyo kaandika mpaka katika barua mabadu. Amma ba'du fahadha, aliposema hadha ishara, hii ni ishara ila ma tadhammanatuhu hadhihi risala, ishara ya yale ambayo yamefungamana na barua hii au risala hii, wahtawat alayhi min al-aqaid, na kukusanya katika itikadi mbalimbali, al-imaniya, itikadi za kiimani, allati ajmalaha, ambayo imekusanywa biqauli, katika kauli yake, wa huwa al-iman billah, itikadi yenyewe ni kumwamini Allah. Kwa hivyo kaja fahadha, kwa hivyo ni ishara ya hayo mambo ambayo yamefungamana na ikakusanya hizo masala ya akida za kiimani ambayo imekusanywa katika yale maneno wa huwa al-iman billah mpaka mwisho. Allah atakuja kuondokea wa hadha i'tiqadu, kwa maneno ya i'tiqadu tutakuwa darasa itakayofuata inshallah. Tunaendelea katika kitabu Sharh al-Aqidah al-Wasitiyya, sharh ya Sheikh Fawzan radhiyallahu ta'ala, na tunafika katika kurasa 11. Washhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
na nashuhudia kwamba Muhammad ni mtumwa wake na ni mtume wake. Wa fi qawlihi, katika kauli yake, abduhu wa rasuluhu, kwamba ni mtumwa wake na ni mtume wake. Raddun ala ahli al-ifrati, hii ni radi juu ya wale watu waliochupa mipaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamfikishia au wakafika kusema labda yeye ana sehemu yoyote katika uungu au ni mwana wa Mungu. Ahlul ifrat, wale wanaochupa mipaka, hii ni radi juu yao kwamba yeye hakuwa Mungu wala mwana wa Mungu wala moja katika sehemu tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Yeye bali ni abdu, mja. Hiyo ndio sifa ambayo wamesifiwa na Mola wake. Wa idh kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ikiwa mnashaka katika yale tuliyomteremshia mtumwa wetu. Abdi hapa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala abdina, mtumwa wetu. Akasema tena Allah subhanalladhi asra bi'abdihi, natakasika yule ambaye amempeleka mtumwa wake. Asra bi'abdihi